kama maafisa elimu kata wanawake kutoka wilaya ya Serengeti tumekusanyika mahali hapa ili tuweze kuwatia moyo watoto wetu katika kitengo hiki cha elimu maalum. Tuna wanafunzi wapatao 72 mahali hapa wanaishi bwenini. Hivyo tumeona kama wanawake ambao tumeguswa na tukawiwa, tukaona ni vema pia kuwakumbuka watoto wetu. Wazazi wametuletea watoto tuwale, lakini bado sisi kama akina mama kilichotusukuma zaidi ili kuweza kuja hapa ni kuwatia moyo walimu pamoja na wanafunzi wanaoishi katika mazingira haya. Na kama ambavyo mnaona au mnasikia kuhusu watoto wenye mahitaji maalum, kwa kweli wana umaalumu wake, na mara nyingi inampasa mwalimu anayefundisha mahali hapa hakika awe mwalimu kwa kweli amejitoa kwa moyo wote. Tunawapongeza sana walimu wa hapa. Wamepokea watoto wa aina mbalimbali. Kuna watoto ambao wanaitwa II, kuna HI ambao wako mahali hapa. Wanawafundisha vitu vizuri. Wamewafundisha mpaka stadi za kazi. Wanalima bustani, wana shamba la mahindi na mboga wanakula za nguvu yao. Kwa hiyo sisi kama wakina mama ambao tumewiwa kufika mahali hapa, hakika tumefurahi sana kuona uongozi wa shule pamoja na walimu kujitoa kwa hali na mali. Na zaidi sana hatukuja mikono mitupu. Tumeona at least tuwazawadie watoto wetu vitu vichache vya kuweza kutumia. Na huu ni mwanzo tu ambao kwa kweli tunahitaji kufanya hivi kwa sababu ni thawabu pia. Tunatoa sadaka kwa watoto wenye mahitaji na bado tunatamani kufanya vitu vikubwa zaidi ya hapa. Hata tukawaone wamama wenzetu ambao wako nje ya shule wenye mahitaji maalum. Tunatamani tuwafikie hata hao wamama, tunatamani tuwafikie wasichana, hata wale ambao wanatoka katika mazingira magumu. Kwa niaba ya maafisa elimu kata wa kike au wanawake, ninawashukuru kwa majitoleo yao, na hata katika kuorganize hiki kitu wamejitoa kwa moyo, na tumetoa vitu vya thamani ya shilingi 400,000. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hili, ni mwanzo, na Mungu aendelee kutubariki ili tuweze kufanya mengine makubwa zaidi. Wamekuja na misaada yao muhimu sana ambayo kimsingi itasaidia sana kuimarisha makuzi na ujifunzaji wa watoto tulionao hapa. Wamekuja na vitu mbalimbali ambavyo kwa kweli ndio vilikuwa mahitaji makubwa kwa watoto hawa ambao kimsingi wanalelewa katika mazingira, tunawapeleka katika mazingira tofauti tofauti, katika mazingira ambayo wengine wamekata tamaa, lakini kwa kupitia misaada yao hii tuna imani kwamba itaimarisha ujifunzaji wao na makuzi yao katika kipindi hiki ambacho tunaishi nao hapa. Zaidi ya yote tunawapongeza sana hasa kwa kubuni wazo hili jema, na tunaomba tena kwa kipindi kingine wasisite, watakapopata nafasi basi wafike tena na kutusaidia, na hasa sana wahitaji hawa ambao kimsingi wanahitaji msaada wa kibinadamu sana. Kwa tunaziomba taasisi mbalimbali, watu binafsi na mashirika kuona nafasi ya kutenga kile kitu ambacho Mungu amewajalia basi na kurudisha hasa kwa watoto hawa ambao wanahitaji mahitaji muhimu ya kijamii. Changamoto gani ambazo unapata katika kufundisha watoto hawa wenye mahitaji maalum? Changamoto ambazo tunazipata katika kufundisha watoto hawa wenye mahitaji maalum, nikizungumzia viziwi ambao nawafundisha kwa sasa, changamoto ni nyingi. Na changamoto ya kwanza kabisa, hawa watoto wanapokuja shule kwanza hawana lugha ya alama. Wanakuja na lugha zile za mitaani, kwa hiyo mwalimu unakuwa na kazi ya kumbadilisha kutoka lugha ya mitaani kuwa katika lugha rasmi ya alama. Sasa pale ndiko kunakuwa na mkanganyiko, maana wanapotoka kule wanakuwa ni wageni. Kwa hiyo kwanza umzoeshe afahamu mazingira kwanza ya shule, ndo hapo sasa uanze kupandikiza lugha ya alama ambayo ni rasmi. Ndio, hizo ndio changamoto. Lakini kwa changamoto ambayo ipo kwa sasa, kwa mfano mimi ninafundisha darasa la awali, la kwanza na la pili. Kwa hiyo changamoto ni kubwa kwa sababu yani kuwafikia kila mwanafunzi kwa ratiba ya siku inakuwa ni ngumu. Ilitakiwa madarasa hayo matatu kuwe na walimu watatu tofauti.
Mchomba ni Mwanga, na ushukuru sana